Thank you Jesus. Makofi kwa Yesu. Hallelujah. Sasa twende kwenye neno la Bwana. Twende kwenye neno la Bwana. Nataka nisogee mbele kidogo. Nimekuwa nikifundisha namna ya kuwa mtoaji katika ufalme. Namna ya kuwa mtoaji katika ufalme. Na mara ya mwisho nilizungumza aina kama 5 za sadaka. Aina kama 5 za sadaka. Lakini tulianzia mahali pazuri sana ambapo nilisema kila wakati tunapowaza kutoa au tunapotoa katika ufalme wa Mungu, kila wakati tunatoa kwa hatutoi bila kuwa na mpangilio. We don't give randomly. Tunatoa kimkakati. Tunatoa kwa sababu ni ibada, na tunatoa kwa sababu tunataka kuona matokeo. Na nikasema tukifanya hivyo inaonyesha namna tunavyomheshimu Mungu, inaonyesha imani tulionayo katika Mungu, lakini kila wakati unapotoa inaonyesha mahusiano ulionayo katika Mungu. Kila wakati unapotoa unaitii kanuni ya ufalme wa Mungu ambayo inasema mtafuteni kwanza ufalme wa Mungu, mtafuteni kwanza Mungu, mumtii na kisha mtafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikasema kila wakati unapotoa unatimiza hayo. Na nikasema kimsingi tuna aina 2 ya utoaji. Tuna aina 2 ya utoaji. Kwanza ni utoaji wa agano. Utoaji wa agano ambapo ni utoaji wa fungu la 10. Fungu la 10. Nikasema fungu la 10 ni utoaji wa agano, a covenant key. Na nitaeleza hapo kidogo utanielewa. Lakini nikasema utoaji wa pili ni utoaji wa mbegu. Utoaji wa mbegu. Nikasema hivi, fungu la 10 linachofanya ni kufungulia mbingu mvua inyeshe. Na nikasema kwa namna yote ile hauwezi ukabarikiwa kwa kutoa tu fungu la 10. Kwa sababu mvua itanyesha lakini mbegu hazitakuwepo katika ardhi. Na mfano mzuri ni huu. Yakifika majira ya kilimo, mvua huwa inanyesha, lakini ili ufanikiwe katika kilimo inategemeana na mbegu ulizozipanda. Na nikasema ziko mbegu za aina nyingi. Kuna mahindi kwa mfano, kuna maharage, kuna mchicha, sijui kuna mbaazi, kuna migomba, kuna hizo zote ni mbegu mbalimbali ambazo ziko. Vivyo hivyo katika ufalme wa Mungu, fungu la 10 ni mvua inayonyesha. Inafungua madirisha ya mbinguni kuachilia mvua. Ili sasa ufanikiwe inategemeana na mbegu ulizozipanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema fungu la 10 ni sehemu ya 10 ya mapato au mavuno inayotolewa kwa Mungu kama ishara ya utii na kutambua ya kwamba yeye Mungu ndio chanzo cha baraka katika maisha yako. Narudia, fungu la 10 ni sehemu ya 10 ya mapato yako au mavuno inayotolewa kwa Mungu kama ishara ya utii na kutambua ya kwamba Mungu ndiye chanzo cha baraka katika maisha yako. Anasema katika kitabu cha Malaki sura ya 3. Tambo nifungulie maandiko kwa haraka sana. Malaki 3:10. Anasema maneno haya: leteni zaka kamili ghalani ili kiwepo chakula. Kwa hiyo kila wakati unapotoa fungu la 10 unaleta zaka, unaleta chakula katika ghala la Mungu. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 27 mstari wa 30. Leviticus, Walawi sura ya 27 mstari ule wa 30 anasema maneno haya. Anasema tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Kwa hiyo zaka sio ya kwako,
ni ya Bwana. Mgeukie jirani yako mwambie zaka sio ya kwako. Ni kama unavyoona kodi katika mapato ya mtu. Uwezi ukasema naacha kutoa kodi ukiacha serikali inakushughulikia. Uwezi ukasema unaacha kutoa zaka ukiacha kutoa zaka mbingu inakushughulikia. Zaka sio ya kwako. Zaka ni ya Mungu. Kila wakati unapotoa zaka, nilisema zaka inaonyesha unavyomheshimu Mungu. 2, zaka inaachilia kifuniko au ulinzi wa kimungu juu ya maisha yako. 3, zaka inamkemea yeye alaye katika maisha yako. 4, zaka inafungua madirisha ya mbinguni kwa ajili ya maisha yako. 5, watu wanakuita heri, unatandawaa katika mataifa kwa sababu ya utoaji wako wa zaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini zaka nikasema ni covenant, ni sadaka ya agano, ni agano. Anasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 18, nawe 8:18, nawe utamkumbuka Bwana Mungu wako kwa kuwa yeye ndiye anayekupa nguvu ya kupata utajiri. Kwa hiyo hii inafanya tu kazi ya kufungua. Hebu Kenya mwambie zaka inafanya kazi ya kufungua madirisha ya mbinguni. Ili sasa uione baraka ya kifedha, uone baraka ya utoaji wako inategemeana na mbegu ulizoziweka. Na kwa kweli niseme. Sasa ninaomba isiishie hapo. Kwa kweli niseme, nimeona mabadiliko makubwa sana tangu nimeanza kufundisha mwezi huu habari ya utoaji wa zaka. Nimeona idadi kubwa ya watu wakiinuka katika kutoa zaka. Si ujipige makofi. Nimeona idadi kubwa sana ya watu wanainuka kutoka zaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Isiwe kwa msisimuko, iwe maisha. Sawa? Na kama ulikuwa hujaanza kutoa zaka, mpendwa, nakwambia kwa sababu ninakupenda, ufunguo wa kwanza kuelekea mafanikio yako ya kifedha ni utoaji wa fungu la 10. Sasa wewe bisha, endelea, tutakutana hapo mbele. Sawa? Yaani katika hili sitaki mabishano, maana najua kuna mafundisho mengi potofu yamefundishwa. Katika hili mimi sitaki mabishano. Baki na msimamo wako na mimi nibaki na msimamo wangu. Alafu twende, tutakutana pale mbele. Tutaambiana. Sawa? Tutaambiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila anachokuambia hivi, ufunguo wa kwanza, a covenant key to your financial success is the tithing, utoaji wa zaka. Ufunguo wa kwanza kuelekea mafanikio yako ya kifedha ni utoaji wa fungu la 10. Uwezi ukabarikiwa na kuyafungua floodgates of heaven bila utoaji wa fungu la 10. Our God, Mungu wetu ni Mungu wa kanuni. It is a principled God. Ni Mungu anayefuata kanuni, ni Mungu anafuata utaratibu. Uwezi ukakaidi kanuni fulani ukategemea kanuni nyingine ifanye kazi. You cannot violate one principle and expect another principle to work. Haiendi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiendi hivyo. Yaani ni kama vile ukisema hivi, mimi naenda kuoga. Si ndio? Alafu nikiwa nimevaa hivi viatu na kila kitu, nafika kwenye bomba, nafungulia maji, nasema naoga. Naoga hapo kweli? Nimejimwagia maji, sijaoga. Nikitaka kuoga, kanuni inanitaka nikae chini, nivue viatu, nivue nguo, nivue suruali, nivue mkwiju wa ndani, nivue vesti, nifanye nini, niwe uchi. Alafu niende kwenye bomba, alafu nifungulie maji, ndio nichukue sabuni, nijipake, nijisugue vizuri, alafu ndio nitasema nimefanyaje? Nimeoga. Nikienda na nguo hivi nikikaa, sijaoga, nimejimwagia maji. Kuna kanuni katika kila jambo. Unasema leo nataka kupika nyama, naenda buchani, naichukua, nikifika hivyo hivyo naitumbukiza kwenye sufuria, hivyo hivyo naiweka, naimiminia na maji, alafu baada ya dakika 5 nimeipakua. Nasema nyama imeiva. Nyama haijaiva. Hujapika nyama, umeloweka. Pastor Dennis anasema umeloweka nini? Nyama. Sasa we ukitaka kupika nyama ina kanuni zake. Mimi nakumbuka mwalimu wangu wa maarifa ya jamii, King Scheme, nini ile mnasema nini? Science scheme, science nini sijui. Science scheme wakati ule. Alitufundisha namna ya kupika nyama
Kwanza unaichukua nyama kutoka kule, unabandua sijui ganda, unaimenya. Yaani nyama ina namna ya kumenywa, inakata. Kuna namna ya kukata nyama, ukatikati tu unavyojisikia kukata. Kuna namna ya kukata, Yaani kuna namna ya kukata. Ukimaliza kuikata kuna namna, nyama haioshwi. Ndio nilijua haioshwi na maji. Unakuta mtu anaanza kuiosha hivi anasema nyama haioshwi. Kaniambia nyama hivi. Kwa hiyo tukafundishwa kuna namna ya kuweka kiasi cha chumvi. Uwezo kaanza kuichemsha nyama bila kuweka chumvi, itakuwa haina ladha. Inabidi uiwekee chumvi, alafu uiwekee sijui na limao, sijui uweke vitunguu. Sasa kuna mwingine anachemsha alafu baadaye ndio anaongeza chumvi. Nyama haina ladha. Tofauti kabisa, unakuta vitu kanuni za kupika. Sasa leo mimi sio mwalimu wa kupika, nikaanza kuwafundisha hapa. Mimi napenda chakula kizuri, kwa hiyo moja kati ya vitu nimejifunza ni kupika. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na mama yenu akiwa hapa anaweza akawaambia tu, kati ya vitu mimi nachukia ni chakula kibaya. Bwana asifiwe sana. Nikija kwako ukipika vibaya nitakula kwa kukuheshimu, ila nitaongea. Bwana asifiwe. Jamani, nimekula lakini basi nimekula kufanyaje? Kwa kumheshimu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna kanuni katika kila zaka, ni kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 9 anazungumza maneno haya. Mithali 3 anasema mheshimu Mungu, mheshimu Bwana kwa mali yako. Kila wakati unapotoa zaka inaonyesha heshima ulionayo kwa Mungu. Sasa zaka ikishatolewa, kinachofuata ni mbegu, na nikaanza kufundisha mbegu. Mwanzoni nilikuwa nimewambia ziko mbegu kama 8 hivi, si ndio? Pamoja na zaka zinakuwa 9, si ndio? So lakini nilipokaa vizuri na kutafakari, sasa hivi nimepata mbegu 12 pamoja na zaka ni 13. Sasa tayari nimefundisha 5. Bwana asifiwe. Nikasema mbegu ya kwanza inaitwa malimbuko. Si mnakumbuka nizungumza habari ya malimbuko Malimbuko. Niliita mbegu ya kwanza malimbuko. Kitabu cha Mithali 3 hapa 9 anasema hivi, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Tukasema malimbuko ni sehemu ya kwanza ya mavuno, mapato au faida inayotolewa kwa Mungu. Sasa sitaki kuzungumza sana, unaweza ukairudia au ukaikuta kule. Unaweza ukasoma kitabu cha Mithali 3 hii hapa 9 ambayo tumesoma, lakini kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 19, Kutoka 23 mstari wa 19 utasoma kwa wakati wako. Malimbuko kazi yake inaonyesha jinsi unavyomtanguliza Mungu. Malimbuko kazi yake ni kutakasa fedha uliyobakiwa nayo, lakini malimbuko kazi yake ni kuvuta neema juu ya maisha, juu ya mavuno unayotaka. Unavuta neema juu ya mavuno uliona. Tukazungumza pia aina ya pili ya mbegu inaitwa sadaka ya shukrani. Sadaka ya shukrani nilishazungumza hizi. Nikasema hii ni sadaka inayotolewa kwa Mungu kwa moyo wa kumshukuru Mungu kwa mema aliyokutendea au anayotarajia kukutendea. Sio, shukrani haitolewi tu baada ya Mungu kuwa amefanya. Shukrani inaweza ikafanyika hata kabla ya Mungu kufanya. Kwa hiyo unafanya unamshukuru Mungu kwa moyo kwa yale mema aliyokufanyia na hata yale ambayo bado hajakufanyia. Sasa utasoma kwa wakati wako Zaburi ya 100 mstari wa 4 anaposema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Zaburi ya 100 mstari wa 4. Waebrania 13:15 anazungumza pia habari ya shukrani. Waebrania sura ya 13 na ule mstari wa 15 anasema basi kwa njia hii yeye tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iungamayo jina lake. Hiyo tumpe Mungu dhabihu za sifa. Neno sifa pale, tafsiri nyingine za Biblia inasema tumpe Mungu shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi ya 107 mstari wa 22 anazungumza pia habari ya kumshukuru Mungu. Zaburi ya 107 mstari ule wa 22 anasema na wamtolee dhabihu za kushukuru na kuyasimulia matendo yake makuu. Kwa hiyo inaitwa mbegu au sadaka ya shukrani. Ya tatu inaitwa mbegu kama mbegu. Mbegu kama mbegu. Mbegu kama mbegu. Hii ni sadaka inayotolewa kwa imani ya matarajio ya mavuno ya kiroho
au kimwili. Yaani unapoitoa hii ni kwa sababu unataka kupata mavuno. Mbegu ni kwa sababu unataka kupata mavuno. Hii inaitikia sana kanuni ile ya Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6. Niruhusuni jamani nisome hapa. Si ndio Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6. Nitasoma mpaka mwisho. Angalia hapa, mwisho wa hii sura. Angalia anachosema. Anasema hivi, lakini nasema neno hili, anayepanda haba atavuna nini? Haba. Kwa hiyo ukipanda kidogo unavuna kidogo. Ukipanda kwa ukarimu unavuna kwa ukarimu. Kwa hiyo kanuni hii inaitikia kupanda. Mstari wa 7 anasemaje? 7. Anasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Atende nini? Atende kupanda. Maana watu wanatafsiri vibaya. Tunasema utende kama ulivyokusudia moyoni. Nini? Hapa hakuwa anazungumza chochote cha kukusudia. Alikuwa anasema utende kama ulivyokusudia moyoni mwako, habari za kupanda. Si kwa huzuni. Ina maana sadaka hii ya kupanda mbegu au utoaji haupaswi kuwa wa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye anayetoa kwa moyo wa ukunjufu. Ili uvune kwa wingi inategemeana na moyo wako wa nini? Wa ukunjufu. Angalia mstari wa 8 anasema hivi, 8. Naomba tuende haraka sana. Anasema na Mungu anaweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Watu wanakirigi huo mstari. Anasema na Mungu atatujaza kila neema kwa wingi. Anawajaza watu gani? Waliopanda. Ujapanda, ili andiko halikuhusu. Muache kukiri maandiko mengine ambayo hayawahusu. Mgeukeje na kumwambia acha kukiri maandiko ambayo hayakuhusu. Na Mungu atatujaza kwa wingi kila neema. Anamjaza nani? Aliyepanda. Ujapanda, alikuhusu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika tendo jema. Tendo gani jema? La utoaji. Kwa hiyo hili andiko linawahusu watoaji. Mwache kukiri maandiko ambayo hayahusu. Mstari wa 9, angalia. 9 anasema hivi, na kama ilivyoandikwa, ametapanya, amewapa maskini, haki yake inakaa milele. Yaani kupanda ni sawa na kutapanya. Panda asubuhi, panda mchana. Unamwona mtu anapokuwa anapanda mbegu shambani, anafanyaje? Anatapanya. Au amepanda kwa mstari, anatupa tu, anarudi, anatupa tu, ametapanya. Wewe umepanda nini mpaka udai? Anasema haki yangu itakaa milele. Ipi haki ya watu inayokaa milele? Ni wale waliopanda. Mstari wa 10, angalia. Anasema hivi, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Kwa hiyo kila anayepanda huwa anapewa mbegu. Mungu utanipa mbegu zipi? Umepanda. Mbegu zinakuja kwa wanaopanda. Mungu aweza kukupa mbegu ya kula. Anasema hivi, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda, na mkate uwe chakula. Yaani kama wewe ni mtu wa kula tu utakuwa unapewa mkate, mbegu utaziona. Mungu yuko very specific. Anasema anampa mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula. Atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Kwa hiyo wanaozidishwa ni wanaopanda, wasiopanda hawazidishwi. Ndio andiko linavyozungumza. Tunasomaga tu ule mstari wa 6 pale. Angalia mstari wa 11. 11 anasemaje? Anasema hivi, mkitajirishwa katika vitu vyote. Wanaotajirishwa katika vitu vyote ni wanaopanda. Anasema mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote. Kwa hiyo lengo la utajiri kuongezeka kwetu ni tuwe na ukarimu wa kupanda zaidi. My Lord. Mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yake. Kwa hiyo kila wakati ninapopanda mbegu naonyesha shukrani ambayo Mungu amefanya kazi katika maisha yangu. Haya maandiko yanahusu utoaji. Usiyasome vingine. Angalia mstari wa 12. Anasema hivi, maana utumishi huu, utumishi wa huduma hii, huduma ipi? Nawauliza, huduma ipi? Maana watu wanakiriki tu haya maandiko. Utumishi wa huduma hii, mimi ni mchungaji, utumishi sio hii, hakuwa anamaanisha hicho. Anasema maana utumishi wa huduma hii ya kupanda mbegu hauwatimizii watakatifu riziki tu wasizopungukiwa. Yaani ina maana nikipanda mbegu, ina maana nimefungulia mlango wa kupata, nisiwe muhitaji. Ndio anachokizungumza hapa. Bali
unazidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi anazopewa Mungu. Kwa hiyo kila wakati tunapotoa zaidi, watu wanasema wow, hawa watu wamejenga jengo kubwa, hawa watu jamani wanampenda Mungu wao. Mungu anatukuzwa kwa sababu ya upandaji wetu wa mbegu. Najua mtaniambia amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana haya maandiko tumeakili, Dennis, tumeakili haya. Tumejimirikisha kama ya kwetu, kama yanatuhusu. Hayatuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia 13. Anasema, kupanda kutoa utajaribiwa. Na hapo ndio mmejaribiwa. Nilikuwa na mtu mmoja hapa alikuwa ananipa ng'ombe wakati wa annual conference. Watu mkamtandika maneno mpaka mkamvunja moyo, akajaribiwa. Kwa kuwa mkijaribiwa kwa utumishi huo. Utumishi upi? Sio huu wa kuhubiri Injili, huu wa kupanda. Mzee Boaz, wewe unatoa. Mzee Kidenya, unatoa? Una kiwanja wewe? Unampa tu Pastor Dickson. Wewe una kiwanja? Una nyumba? Ulishanunua gari? Yaani mkijaribiwa, ndio majaribu yenyewe hayo. Pastor anataka kusafiri, mimi nimemkatia tiketi ya ndege. Wewe ulishaikupanda ndege? Mwambie acha ujinga wewe, jikatie ndege kwanza wewe. Majaribu ya utoaji hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asa, kwa kuwa mkijaribiwa kwa utumishi huo wa utoaji, mnamtukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu katika kuikiri Injili. Kumbe kila wakati ninapotoa kwa kupanda, namtukuza Mungu kwa utii wangu wa kutoa. Kumbe nikitoa nafanya kazi ya Injili. Ngoja nirudie. Kwa kuwa mkijaribiwa katika utoaji wenu huo, mnamtukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu katika kutoa, katika kuikiri Injili ya Kristo, na kwa ajili ya kutoa kwenu, ukarimu wenu mliowashirikisha wao na watu wote. Yaani tunamtukuza Mungu kwa kutoa kwetu. Angalia 14. Nimeomba hapa nizungumze nanyi. Alafu anasema hivi, nao wenyewe wakiomba dua kwa ajili yenu. Yaani sisi watumishi sasa, baada ya kuwa umeniletea, tumekula, mimi nikiwa naomba dua kwa ajili yenu, tunawaonea shauku kwa sababu ya neema ya Mungu izidio. Neema gani? Ya kwamba mnaongezeka hela, mnapata, yani mifuko inajaa. Tunawaonea shauku. Jamani, umeona? Umesikia kile Dennis amefanya? Amenunua viwanja 3. Wow, yani unamuonea shauku, anunue na cha 4. Ameleta na gari la pili, anulete na la 3. Amejenga na nyumba ya pili, ajenge na ya 3. Tunamuonea shauku kwa sababu ya neema ya Mungu inayozidi sana ndani yetu. Maana akiwa na gari 3, najua moja litabeba watumishi wakati wa annual conference, jingine yeye, jingine la pili la mke wake. Kwa hiyo hatugombanie magari. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukiona mshirika na kagari kamoja, yeye ndio na mke wake wamekaa huko ndani ya kagari, ikifika hata wakati wa annual conference, sema mchungaji, ningekusaidia kubeba wachungaji, lakini nawaisha mke na watoto nyumbani. Yaani hawezi kufanya. Tunataka watu wawe na magari 2, 3, 4. Sasa pastor, unataka maneno, unataka gari gani? Nataka VX hapa 3 wakati wa annual conference. Nataka Prado 3 hapa wakati wa annual conference. Mchungaji, hizo za kwangu. Zile 2 ziko pale nyumbani, nyingine moja nitakodi, nitakuletea hapa. Ondoa shaka, itoe kwenye budget hiyo. Bwana, nataka washirika wa jinsia. Yaani watu ambao wana, oh my Lord, my God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mmoja wa wachungaji marafiki zangu, sasa kumtaja jina hapa. Haleluya. Siku moja tu mtu mmoja akamtembelea mshirika anayemhudumia. Akamuuliza, mchungaji, hivi unaendesha gari gani? Anafika pale akamwonyesha gari ni. Akamwambia, si mchungaji, hii nabaki hapa. Ingia hapo kwenye yadi, chagua gari yote unayotaka. Akaichagua gari anayotaka. Bwana asifiwe. Akaondoka nayo. Akamwambia mchungaji, hii niachie, ondoka na hiyo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu waliobarikiwa, watu wasio wachoyo, watu wanaotembea katika neema za kimungu. Lakini shida tulionao sisi, tukibarikiwa tunadhani utajiri ni wa kwetu. Utajiri tunabarikiwa kwa sababu ya ufalme. Angalia mstari wa 15. 15 anasemaje hivi? Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kipawa chake. Kipawa gani? Hicho chako cha kutoa, tusichoweza kukisifu kama ipasavyo.
Hicho kipawa. Utoaji ni kipawa. Angalia 16, sina muda wa kutosha hapa. 16 anasemaje? Imeisha? Ndio hapo. Haleluya. Mungu ashukuriwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Utoaji ni kipawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa you are so stingy. Yaani mchoyo kupindukia, ukitoa unatoa kama unadondosha kidogo. Unaona kama unamfanyia Mungu favor bila kujua hiki ni kipawa. Bila kujua umepewa mlango wa baraka. Kwa hiyo panda mbegu. Hebu ngeuke jina lako mwambie panda mbegu. Unapopanda unapanda kwa ajili ya mavuno, unaachilia imani kwa ajili ya upenyo wako wa kifedha, lakini unaanzisha msimu mpya wa baraka katika maisha yako. Mbegu za mwaka jana uzihitaji mwaka huu, inabidi uzipande ili mwaka huu tupate chakula fresh. Ndio maana nasema ukipanda unaingia katika msimu mpya wa baraka. Kila wakati unapotaka kuingia katika msimu mpya wa baraka lazima upande. Hamjanielewa? Shika jirani yako mkono mwambie kila wakati unataka kuingia katika msimu mpya wa baraka, panda. Yaani umetembea Diojini kwenye milioni 1, 2, 2, 3, unataka kuingia kwenye milioni 10, milioni 20, utoki hapo paka umepanda. Msimu mpya unaitwa umepanda nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Alafu tukazungumza sadaka ya nini nyingine? Tuizungumza sadaka ya nabii. Si mnaikumbuka? Sadaka ya nini? Ya nabii. Nikasema sadaka ya nabii inatolewa kwa mtumishi wa Mungu kwa heshima kwa sababu ya neema ya kiroho iliyo juu yake. Inatolewa kwa mtumishi wa Mungu kama heshima kwa neema ya kiroho ya Mungu iliyo juu ya maisha ya kwake. Sasa leo nataka nifundishe sadaka nyingine 3. Hebu mwambie yako sadaka nyingine 3 ili zifike ngapi? 8. Alafu Jumapili ijayo nitafundisha sadaka nyingine 5. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hizo zote tunazifundisha sadaka ambazo tunazifanya wakati wa Agano Jipya. Kuna nyingine za Agano la Kale tulishaziacha. Sadaka ya ukombozi ilishapita, hatufanyi hiyo. Sadaka ya dhambi ilishatolewa, Yesu Kristo. Hizo hatuzifanyi. Mimi nafundisha zile za Agano la Jipya ambazo bado zinawahusu. Sadaka ya 5. Sadaka ya ngapi hiyo? Ya 6. Zaka pamoja na zaka si ndio zinakuwa ya 6? Si ndio kwa hiyo ya 6, sadaka ya 6. Ya 6. Yaani ukiweka zaka, ukaja sadaka ya shukrani, ukaweka malimbuko, alafu ukaweka sadaka ya nini? Ya mbegu, alafu ukaweka sadaka ya nabii. Sasa sadaka ya 6 ni hii jamani, nataka kuisikia. Sadaka ya 6 ndiyo hii hapa, inaitwa sadaka ya nadhiri. Sadaka ya nadhiri. Andika pamoja nami, sadaka ya nadhiri. Sadaka ya nadhiri. Sadaka ya nadhiri ni sadaka inayotolewa baada au kama sehemu ya kuweka agano au ahadi mbele za Bwana. Hii ni sadaka ambayo inatolewa kwa lengo la kuweka ahadi au agano mbele za Bwana, ya kwamba kama Mungu atafanya hivi, mimi nitafanya hivi. Ziko sadaka 3 za msingi sana nitazizungumza hapa, ambazo natakiwa kujua, ambazo kila wakati ukifikia ukomo wa maisha yako, 3 au 4, kila wakati ukifikia ukomo wa maisha yako na unataka kwenda katika majira mapya, hizo sadaka ni lazima uzitoe. Sadaka ya kwanza ni ya fungu la 10. Sadaka ya pili ambayo kila wakati lazima uitoe kama unataka kuhama kutoka msimu mmoja kwenda msimu mwingine ni sadaka ya nadhiri. Sadaka ya 3 ambayo unatakiwa kuitoa kila wakati unapotaka kuhama kutoka msimu mmoja kwenda katika msimu mwingine inaitwa sadaka ya mbegu. Sadaka ya 4 ambayo unatakiwa kuitoa kila wakati unapotaka kuhama msimu mmoja kwenda msimu mwingine inaitwa dhabihu, au kwa Kiingereza sacrificial giving. Na nitazungumza. Sasa nadhiri ni sadaka inayotolewa kwa lengo la kuweka ahadi au agano mbele za Mungu, kwamba iwapo Mungu atanifanyia kitu fulani, mimi nitafanya kitu hiki. Na hii wengi kweli huwa mnaifanya, hasa mnapokuwa desperate.
Kwa mfano mkute mtu amekosa kazi, Victor. Yaani amemaliza chuo hana kazi. Ametafuta kazi, amepeleka barua hapa, akakataliwa. Akapeleka barua hapa, akakataliwa. Sasa anasema hivi, Mungu, hii sasa hivi napeleka kwenye application. Ukinipa kazi Mungu, mimi nitahakikisha kwanza natoa fungu la 10. 2, kila mwezi nitatoa kiasi fulani kutegemeza kazi yako. Si mnawasikia watu wanasema hizo? Dada ametafuta mchumba wa kumuoa, kila anayekuja anampiga kibuti, kila anasema Mungu, huyu akija akanioa, Mungu wangu, nitahakikisha anakutumikia. Nitahakikisha hakosi ibadani. Nitahakikisha namsukuma. Unamsukuma? Dada katafuta mtoto na mtoto amekosa, alafu anakuja anasema Mungu, nimekuja mbele zako. Mungu, nimekuja kuomba, nataka tukubaliane, naweka agano. Ukinipa mtoto, huyu mtoto ni mtumishi wangu kabisa, nitamtoa madhabahuni ya kutumikia. Alafu mtoto akizaliwa, mama anasema, sasa mbona physics hufanyi vizuri? Mbona hesabu hufanyi vizuri? Sasa utaendaje kusoma udaktari? Utakuwaje daktari? Yaani unampush tu mtoto kwenye daktari. Mambo mama naenda kanisani, wewe acha bwana, utafeli darasani. Ulisahau uliomba mtumishi wa Bwana. Mungu, ukiniponya ugonjwa huu, Mungu, mimi na hapa. Mungu, ukinitoa hapa, mimi Mungu nakutumikia. Unatumika? Na wauliza, mnatumika? Sadaka ya nadhiri ni sadaka inayotolewa mbele za Mungu kama ahadi au agano ya kwamba iwapo Mungu atanifanyia hiki, mimi nitafanya hiki. Nakumbuka kuna wakati fulani mtu mmoja akaja hapa, ananiambia, mchungaji, mimi Mungu ukiniombea mchungaji nikafanikiwa katika hili jambo hili nilofanikiwa hili, nikienda nitakuwa natoa 50% ya mapato yangu. Mwingine akaniletea deal la mradi, anaomba project. Akaniambia, mchungaji, ukiomba hii deal ikitiki hii, aliniahidi hela nzuri, akasema kwanza fungu la 10. Ile hela ilikuwa tamu wewe. Fungu la 10 kwanza mchungaji. Alafu mchungaji natoa na sadaka hapo. Nikamwambia, kweli umemaanisha? Nikaenda nikafunga mimi, jamani. Wewe ogopa mtu anapokuletea dili, ana dili la milioni 200, 300, anataka uliombee na akakuahidi fungu la 10, akakuahidi na sadaka yenyewe anakuambia angalau haipungui fungu la 10. Kwa hiyo kama ni milioni 300, unajua fungu la 10 milioni 30 na sadaka milioni 30, milioni 60, wewe utaacha kufunga? Ukiangalia matatizo yote ukiangalia hapo anyo conference solved. Ukiangalia hapo screen hapa madhabahuni solved. Ukiangalia hapo sijui taa za kuweka hapa milioni 25 sijui 30 solved. Wewe unaacha kufunga? Niacha. Sadaka inazungumza sana kwetu wachungaji. Kuna watu tunawafanyaga maombi ya hatari. Nikajipinda mwenzangu, nikaenda nikafunga. Nikaomba. Mwezi mmoja sijui miwili baadaye dili likatiki, nilimuona. Sijamuona bwana. Nikaingizwa mkenge. Lakini huyo mtu mpaka leo hajaweza kuinuka tena kutokea pale. Nini kilichomfunga? Nadhiri aliyoiweka. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, kama unajua hutatimiza nadhiri usiiweke. Angalia kitabu cha Mhubiri. Mhubiri sura ya 5, mstari wa 4 na wa 5. Tusome. Mhubiri sura ya 5, mstari wa 4 na wa 5. Wapendwa, kama huwezi kutimiza nadhiri, usifanyeje? Usiiweke. Mimi nimeshaingizwa mkenge nyie. Mimi nimeshaingizwa magrini ya kila namna. Yani kuna wakati nilikuwa nafunga hata 3 kavu, 7 kavu. Sasa hivi nampima mtu. Namwambia Mungu, hebu tuambiane ukweli, atatoa atoi. Nikijua utoi nitakwambia, ndugu, sasa wiki ijayo unafunga. Utafunga siku 3. Yaani wewe ukisha sikia nimekwambia wiki ijayo utafunga, ujue ni wewe na nani? Mimi. Ila ukisikia nakwambia wiki ijayo tutafunga, ujue nimeshajua ili jamaa litatoa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na mimi nafunga pamoja na wewe. Lakini jina la Bwana libarikiwe. Jamani, kila Jumanne ninawaombea, ninafunga. Kila Alhamisi niko hapa ninafunga, ninawaombea. Na kama una mahitaji yako,
kila Jumanne na Alhamisi huwa niko hapa madhabahuni masaa 4 mpaka 5 ninakuombea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kila lini? Jumanne. Na ndio maana sasa hivi Jumanne na Alhamisi huwezi ukaipata simu yangu. Ukitaka kunipigia siku ya Jumanne na Alhamisi, piga kuanzia saa 12 jioni, maana kabla ya hapo hutanipata. Sababu nimemwambia Mungu, nataka nilie na watu hawa ili nione. Mungu aliniambia hivi. Kwa hiyo Mungu aliniambia hivi. Mungu aliniambia kuna makampuni 13 ya kimataifa yako hapa. Usipige makofi kwanza. Mbona unapiga? Hii ahadi inachelewa Victor. Hiyo ahadi inafanyaje? Inachelewa. Nimeingia kwenye maombi kumuuliza Mungu kwa nini? Kwa nini unipe ahadi ambayo haitimii? Au kuna watu fulani umewapa hela zangu? Maana Mungu ananiambia 13. Hivi ulishajua kwa nini alisema za kimataifa? Ili zilete dola. Zije kwao waniletee madhabahuni, maana wana hela zangu. Wana nini? Wana hela zangu. Kwa hiyo nimeingia kuzidai. Na kama kuna mahali fulani kibwengo fulani anazichelewesha aziachie, ili hizo 13 zije. Zikija ziniletee dola. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakilipwa wao watanilipa na mimi dola. Na ngoja nikwambie, ukilipwa dola usiniletee shilingi. Unajua there is a way ya kutap into grace. Kuna namna ya kushika neema ya kitu fulani. Watu wengi sana mnachange baraka. Umelipwa kadola usilete kanisani mashilingi. Ukilipwa kadola kanisani leta dola ili kuendelea kutamka prophetica. Ya kwamba nazitaka. Kwa hiyo kila Jumanne nakuombea, kila Alhamisi nakuombea. Una mahitaji yoyote, naomba mahitaji jumla. Mungu akubariki sana. Wale ambao karibu na mimi wanajua ukinishirikisha hitaji lako, uwe na uhakika Jumanne nitaliombea, Alhamisi nitaliombea, na kila wakati nikipata nafasi nitaliombea. Sasa hivi nimeamua hizo ni siku ambazo maalum kabisa nafunga kwa ajili ya kanisa tu. Na kwa ajili ya mahitaji ya watu. I cry unto God. Ninamlilia Mungu kwa ajili ya watu. Hallelujah. Kila kiti ulichokikalia hicho, uwe na uhakika Jumanne na Alhamisi nimekiombea. Bwana asifiwe. Uwe na uhakika huo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu akubariki. Nachokizungumza ni nini hapa? Tambua kwamba kuna nadhiri umemwekea Mungu, fanya. Bwana asifiwe sana. Angalia pale Mhubiri sura ya 5 mstari wa 4 na wa 5. Mungu wangu. Haleluya. Angalia pale. Anasema hivi, wewe ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuiondoa. Kwa kuwa Mungu yeye sio mjinga apendelee awe radhi na watu ambao wanaweka nadhiri na hawazitimizi, anawaita wapumbavu. Basi uiondoe hiyo nadhiri haraka uliyomwekea Mungu. Angalia mstari wa 5. 5 anasema hivi, ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuweka na ukashindwa kuitimiza. Hakuna mtu anakulazimisha kuweka nadhiri. Bwana asifiwe. Na moja kati ya makanisa ambayo unapaswa kujisifia kwalo ni MTBC hapa makao makuu kwa Bishop Mtalitini. Hakuna wakati wote nimemlazimisha yeyote. 1% kubwa yenu hapa najua vipato mnavyopata. Hata kama hujaniambia. Sihitaji uniambie, nikiingia magotini ninajua unachokipata. Au unabisha nikusimamishe? Tubishane tu hapa nikusimamisha na nikwambie. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiweka nadhiri yoyote ambayo Mungu anakupa umemwekea, usiwe mjinga. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuweka nadhiri na usiiondoe. Wengi mnajiingiza kwenye makosa. Wengi mnajiingiza mahali ambapo biashara zenu, kazi zenu zinapigwa. Hizi ni lazima mjifunze kuziweka. Hizi nadhiri ukiziweka ziondoe. Kuna mtu yuko hapa alikaa huko kijijini, anasali kijijini, kule anasali pale kijijini palipokuwa kanisa liko pale lina vumbi, akasema siku nikibarikiwa nikamaliza degree, nikalipo mshahara wangu wa kwanza na kuja kuweka floor hapa kanisani. Umeenda. Alafu leo unajiuliza kwa nini promotion haiji katika maisha yako. Lile kanisa linadai floor. Ile sakafu
Kaifanye na uone kama utabarikiwa. Wewe unaniambia mchungaji, sasa walishaweka sakafu. Nenda kawaulize, hii sakafu mliweka shilingi ngapi? Watakwambia tuitumia milioni 2, andika cheki ya milioni 2 wape. Wataitumia. Mchungaji ataitumia vivyo anavyojisikia kuitumia. Wewe umeondoa nadhiri yako. Acheni mchezo wa kupotezea nadhiri. Nadhiri zinawagharimu. Hivi mnanielewa ninachokizungumza? Nadhiri zina nini? Zina gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ngoja nikuonyeshe andiko jingine, Zaburi ya 66. Zaburi ya 66, fungua mstari wa 13 na 14. Angalia pale, Zaburi 66, mstari wa 13 na 14 nasema hivi: nitaingia nyumbani mwako na kafara, nitaondoa kwako nadhiri zangu. Hapa anazungumzia sadaka za aina mbili, ambayo nyingine nakuja kuizungumzia sasa hivi. Anazungumzia sacrifice and vow. Anazungumzia dhabihu na nadhiri. Sasa anasema nitaondoa kwako nadhiri zangu, lakini pale juu anasema hivi nitaingia nyumbani mwako kwa kafara. Sasa niliwaambia pale sacrifice inakuingiza katika majira mapya, inakuingiza mahali papya. Hii hapo kafara. Sasa hiyo ndio dhabihu itakayo kuingiza pale. Nyie wenzetu kule duniani wako walipo kwa sababu wanatoa kafara. We kafara gani unaitoa? Mtu anaweza kajenga nyumba ya ibada mwenyewe. Mtu juzi hapa tumeshuhudia watu wanachinja, unakuta mtu amechinja ng'ombe na ng'ombe, amechinja mbuzi na mbuzi, alafu kashina naye kwenye biashara wewe. Sadaka yako wewe sizungumze sana. Wewe sizungumze sana, ukasema huyu mchungaji katutukana. Mimi sitaki kutukana, na msiniingize kwenye dhambi ya kuwatukana. Bwana Yesu. Angalia mstari wa 14. Ambazo midomo yako ilizinena. Kama kuna nadhiri ulizisema kwa midomo yako, kinywa changu kikazisema nilipokuwa taabuni. Nadhiri nyingi zinatolewaga mkiwa taabuni. Umetafuta mtoto, haji. Umetafuta kazi, haji. Umetafuta mume, haji. Umetafuta kiwanja, hakiji. Umetafuta biashara, haitoki. Umefanya biashara, haitoboi. Umefanya huduma, haitokezi. Umefanya nini? Hakitokezi. Hapo moyo unakusuma, labda tu ngoja niweke na afadhali nilisema tu nilikuwa sijafikiria vizuri. Nadhiri, uwe umefikiria vizuri, hujafikiria vizuri, inakuhusu. Nadhiri inaondolewa. Hakuna maombi yanafuta nadhiri. Nadhiri, toba ya nadhiri ni kuiondoa. Amweze mkasema amina. Haleluya. Ulipokuwa taabu. Angalia Mwanzo sura ya 28, mstari wa 20 mpaka 22. Huyu ni mtu anaitwa Yakobo. Anakimbia kutoka nyumbani kwao, hana chochote. Mwanzo 28 22 mpaka 20 mpaka 22. Hana chochote Yakobo. Anafika mahali anamwekea Mungu nini? Nadhiri. Akasemaje? Sikiza nadhiri aliyoiweka. Akamwambia, Mungu ukiwa pamoja nami, ukanilinda katika njia niiendeayo, na kunipa chakula na nguo nile nivae. Yakobo alipewa hivi, hakupewa? Lakini ujira wake uligeuzwa mara ngapi? Mara 10. Kasome Mwanzo sura ya 30 utaona pale. Angalia mstari wa 21. Anasemaje hivi? Nami nikirudi kwa amani kutoka huko ninakokwenda, nyumbani kwa baba yangu, ndipo wewe utakapokuwa Mungu wangu. Yakobo, Mungu alikuwa Mungu wake, hakuwa Mungu wake. Alimfanya Mungu kuwa Mungu wake. Ndio maana akamuita Israel. Lakini akafanya kitu cha ziada. Mstari wa 22. Angalia mstari wa 22. Anasemaje? 22 akasemaje? Akasema hivi, na jiwe hili nililolisimamisha hapa litakuwa ni nyumba ya Bwana. Hapo panaitwa Betheli. Kama ulisikia mahali panaitwa Betheli, ndio hapo alipokuwa anafanya hivyo. Alafu anasema hivi, na katika yote utakayonipa nitakutolea nini? Nitakutolea nini? Sehemu ya 10 kwa Yakobo ilianza kabla ya agano, na ilikuwa namna yake ya kutimiza nadhiri yake aliyokuwa nayo na Mungu. Kwa Yakobo ilianza hapo. Wewe nadhiri gani umeweka? Oh, Mungu mimi ukinibariki, hii biashara yangu nitakuwa natoa 50% ya mapato yangu. Unatoa? Na wauliza, oh mchungaji, Mungu unajua mimi ukiniongeza tu mshahara wangu Mungu, hii mishahara utakayoniongeza Mungu, nitaongeza kipato changu kutoka 10%. Sasa nitakuwa natoa 20% ya fungu la 10 na 10% ya sadaka. Unafanya? People sacrifice. Watu wanaweka nadhiri
kwenda viwango vingine. Ngoja niseme namalizia kitabu changu cha madhabahu, mtanielewa vizuri, mwezi wa 6 huu kitatoka. Nimesikia msukumo wa kutoa. Nasema hivi, sikiliza. Territory are conquered by vows, by sacrifice. Territories. Hizo falme, mamlaka unazozimiliki, unazimiliki kwa dhabihu, unazimiliki kwa sadaka. Kafara yako ndio inayokumilikisha, ndio inakufanya utawale mahali. Wewe umetoa kafara gani inayokuwezesha kutawala? Na wauliza, kafara gani mnatoa? Yesu Kristo alishakufa kwa ajili yangu. Yesu Kristo kufa kwake hakukuondolei wajibu wewe. Nimewapa watu mfano asubuhi hapa. Nimewambia hivi, serikali ya Tanzania imetoa elimu bure kwa wanafunzi wote kuanzia sasa hivi kidato cha kwanza mpaka sijui kidato cha 6 wanapeleka. Na wauliza, hiyo elimu ni bure? Atuzungumze ukweli, ni bure? Sio bure, kwa sababu kuna mtu kakatwa kodi. Mimi nimekatwa kodi ili wewe usome. Kwa hiyo ni bure kwako unaingia darasani, ila kwetu sisi wananchi wafanya kazi sio bure. Kwetu wafanya biashara sio bure. Ni bure kwenu mnaosoma wanafunzi. Sasa wewe sema hivi, tumelipiwa elimu bure, alafu unaingia darasani unakaa. Andika notes, siandike. Ingia kusoma, sisomi. Alafu ikifika kwenye mtihani useme elimu ni bure, kwa hiyo nimepasi bure. Haipasi bure. Elimu kuwa bure haikuondolei wajibu wa kusoma. Ndio hivyo. Damu ya Yesu Kristo imetupa wokovu bure. Haituondolei wajibu wetu kama Wakristo. Pamoja na kwamba tumeokolewa bure, tumenunuliwa bila fedha, lakini maisha ya wokovu na Ukristo ndani yetu kama waamini, hatuishi bure. Acheni mimi nitoke mapovu tu hapa. Lakini nawaambia, Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtanielewa. Hii wokovu sio nini? Bure. Mafanikio sio bure. Yanamtaka mtu anayetoa nadhiri, anatoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sadaka ya nadhiri inafanyika kwa ajili ya kutimiza agano au ahadi fulani, lakini inaonyesha ya kwamba unataka Mungu afanye kitu fulani ambacho wewe utaitikia kwa kufanya jambo jingine. Sadaka ya ngapi? Ya ngapi? Ya 7. Tunaenda ya 7. Inaitwa sadaka ya dhabihu. Hebu sema sadaka ya dhabihu. Niruhusu tu nimalizie kwa dakika 5 zijazo. Sadaka ya dhabihu. Sema tena sadaka ya dhabihu. Sema tena, au sadaka ya kafara. Dhabihu ni sadaka yenye gharama inayotolewa kwa Mungu. Ni sadaka yenye gharama, ni sadaka inayokugharimu ambayo unaitoa kwa Mungu au kwenye kazi ya Bwana. Ni sadaka ambayo wakati unaitoa ni kwa sababu unamwamini Mungu kwenda mahali fulani au kubaki katika kuinuliwa fulani ambako Mungu amekuleta. Mungu, nimeinuka katika biashara hii, kwa hiyo ili nibaki hapa nilipoinuka. Nilipanda mbegu, nimeinuka, niko hapa ili nibaki hapa. Kinachokukalisha pale ni dhabihu, kafara unayoitoa. Wana wa dunia wanaelewa vizuri sana hii. Umeshaona wana wa dunia wanachokifanya? Mtu anatoa kafara ya mtoto, anatoa kafara za ndugu, anatoa kafara za wanyama, anatoa kafara ya vitu, anatoa kafara ya starehe. Yaani kaambiwa hivi, baba, wewe umefanikiwa hapo, lakini hutavaa viatu. Sawa? Kwa hiyo namkuta mtu mzima anatembea peku. Akifanikiwa sana, ameruhusiwa sana, anavaa malapa. Mtu kaambiwa utavaa nguo moja. Mnamwona mtu tajiri, nguo moja. Kuna mtu ana magari ya kwake mazuri, lakini huwa hayapandi. Yapo kama show off, lakini huwa hayapandi. Na akipanda ana shalt mara moja kwa mwezi.
Kwa hiyo siku hiyo akilipanda mtamwona kapita nalo mjini, anatembea hilo. Jamaa wote mnasema mji mzima anasema yote kabarikiwa, kabarikiwa. Alafu siku inayofuata kwenye daladala, kakodi taxi, kakodi Uber. Unajiuliza kulikoni? Kafara imeweka sharti. Bwana asifiwe. Unaniambia mchungaji, wewe uelewe. Mimi nimeokoka, damu ya Yesu inafanya. Ngoja nikuonyeshe. Wewe si ndio Israeli wa sasa? Ngoja nikuonyeshe Israeli wa wakati ule. Walikuwa na Mungu na sanduku la agano. Nini kilifanya? Wafalme wa pili sura ya 3 mstari wa 27. Soma pamoja nami. Soma pale. Uone mfalme wa Moabu. Wafalme wa pili sura ya 3 mstari wa 27. Haya, utaanzia hapo kuanzia mstari wa kwanza, lakini twende mimi mstari wa 27. Niende mwishoni kabisa. Huyu mfalme Yoram, mfalme wa Moabu, aliingia katika vita na wana wa Israeli. Yeye alikuwa mpagani, mtu asiyemjua Mungu, mtu ambaye leo tungesema hajaokoka. Anapigana na mtu aliyeokoka. Yaani wewe uko pale ofisini mnagombania cheo. Wewe umeokoka na yeye hajaokoka, mnagombania cheo. Wewe umekaa kwenye maombi, shandarabakusha, unampelekesha. Umepanda cha kwanza, maombi ya pili, shandarabakusha. Hiyo unatoa sadaka za kijiko, shandarabakusha, unasogea cha tatu. Jamaa linafika mahali nasema angalia mstari wa 27. Jamaa limeona limepigwa sawa sawa. Akafanya hivi. Ndipo Yoram akamtwaa mwana wake wa kwanza, yeye ambaye alijua atatawala mahali pake, yani akifa yeye ndio huyo mtoto atatawala. Akamtoa sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta, yani akamtoa kwenye madhabahu ya kipepo. Alipomaliza kumtoa, kukawa na hasira ya Bwana juu ya Israeli. Waisraeli wakaanza kupigwa. Sadaka ya kipepo inasababisha matokeo kwa Mungu wa haki. Maana Mungu alikuwa anaangalia Israeli anapigana bila sadaka. Huyu katoa mtoto. Na hicho ndicho ambacho kinawapata kule duniani. Mungu akiangalia, mbingu zikiangalia, zinaangalia huyu ana maneno matupu. Lugha, ndimi zilizokolea. Sawa. Utajiri anao wote uko benki. Akaunti ya benki imenona. Kanisani anakalia benchi linalia nyui. Huko nyumbani kwake anamwaga mpaka vyakula. Siku ya annual conference tunakula wali na maharage. Mbingu inaangalia. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israel, basi wakawatokea, yani hao wa Moabu wakawapiga Israeli kuanzia asubuhi mpaka jioni, wakawarudisha mpaka kwao. Nini kimebadilisha the game? What is a game changer? The game changer is a sacrifice. Nini kinabadilisha mchezo? Mchezo unabadilishwa na kafara, dhabihu. Mchungaji, nimekaa katika hii nafasi kwa muda mrefu. Wenzako wakikaa kwenye hiyo nafasi kwa muda mrefu wanaendaga wapi? Kule kwenye kibanda cha mtu mmoja. Akifika kula anaambiwa ingia kinyume. Anaingia kinyume, avalishwa manguo, lala makaburini ukiwa uchi, toa sadaka za jinsi hii, fanya hiki na fanya hiki. Game inabadilika. Kesho alikuwa nafasi fulani amepandishwa. Ili na sisi tufanye, make a game changer. Give a sacrifice. Oh hallelujah. Do a sacrifice. Sema safari nataka nifanye kitu ambacho mbingu itashtuka. Mchungaji, annual conference shilingi ngapi? Milioni 62. Unaangalia kwenye akaunti yako, nina milioni 100 za kwangu, unaandika cheki ya milioni 60. Mbingu ikiwa inapokea sadaka inajiuliza, nini kimetokea? Nani huyo? Wanatuma malaika watatu. Go and verify. Nani huyo? Alafu mbingu inauliza, uwaga ana ulinzi kiasi gani? Anasema aongezewe. Milango yake ya kudakia fedha mingapi? Iongezwe. Network yake ina ukubwa kiasi gani? Iongezwe.
Ghafla unashangaa tu umekaa ofisini kwako unapigiwa simu, halo, nimesikia wewe ndio ni muuzaji wa kitu fulani. Unasema ndio mimi tu. Sasa tulikuwa na oda hapa ya vitu 100,000. Wewe ulizoea kuuza 10,000, yani vitu 10,000. Tuna oda ya 100,000. Unaweza ukafanya. Ikija usiseme siwezi kufanya. Oh, hallelujah. Network is expanding. Hapo ndio unajifunza roho ya uchoyo inaondoka, roho ya ubinafsi inaondoka. Hapo unainua simu unamwambia Diogen, nina oda ya shilingi ya milioni 500 hapa. Mimi nina milioni 200. Unaweza kanipa 20? Boaz, unaweza kanipa 50? Hapo nitakupa 10% faida. Wape na wengine, shirikisha ndugu zako, pata milioni 500, supply, lipwa walipe. What is a game changer? Sacrifice. You don't sacrifice, you will remain in a status quo. Hautoi dhabihu, hautoi kafara, utabaki hapo hapo ulipo. Nyie niangalieni tu. Mimi nawaambia, hapa mjini tunakaa kwa sababu tunatoa dhabihu. Wewe kama huwa usacrifice ni wewe. Ila wengine tumejifunza siri ya kutoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Dhabihu ya kwanza ni nini? Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza anasema toeni miili yenu iwe dhabihu timilifu. Kwa nini kila mtu aliyefanikiwa huku duniani wanajua ni Freemason? Kwa sababu wanajua wale majamaa ni mabingwa ya kutoa kafara. Mtawasema majina yote na kila kitu, wanawashindia hapo kwenye kafara. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Dhabihu inayotolewa ni iliyo hai. Mwambie jirani yako iliyo hai. Mwambie jirani yako dhabihu yako iliyo hai uliyoitoa ni itoeni dhabihu miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Dhabihu yako iliyo hai ni ipi? Sasa dhabihu iliyo hai ni hii. Kwa mfano, wewe Ana, mshahara wako uliopata mwezi huu tuseme ni 500,000. Ndio uhai wako wa mwezi mzima. Ukiuchukua mshahara mzima ukaupeleka kanisani kama dhabihu, umetoa uhai. Dhabihu iliyo hai. Ni sawa sana mtu aliyepeleka ng'ombe kwa mganga. I have sacrificed my life onto the altar. Nimetoa dhabihu yangu madhabahuni. Jamani, ninavyowaambia vinafanya kazi. Unafanya big project, hujaifanyia sacrifice, alafu itoboe. Unataka kujenga nyumba uimalize kwa miezi 10, Bishop Mtalitini aliyokuambia, alafu hujatoa dhabihu. Haiendi hivyo. Nimeshuhudia kwenye miaka hii niliyokaa kwenye wokovu, watoto wana akili nzuri. Amefaulu mara ya kwanza, nafasi ya kwanza, ya pili, mwaka wa 3, wa 5 kutoka mwisho. Ielezee. Nakwambia ielezee. Ukimfuatilia mtoto vizuri kauliza, mwenzake alichukua daftari akamwazima kwenda kuandika notes. Alipolifikisha nyumbani akampa baba. Baba akalipeleka kwenye madhabahu, akatoa na dhabihu. Mabadilishano ya akili yakatokea. Hujai kuona umechumbiwa vizuri, alafu mwenzako anatoka huko nyuma ana overtake? Umempata mchumba ukutoa hata sadaka ya shukrani. Hujatoa hata sadaka ya kumwambia Mungu na appreciate kwa hicho nipa. Mwenzako wakati unakuja madhabahuni kushukuru, wewe umeweka sadaka ya shilingi 5,000, mwenzako kaweka shilingi 100,000. Anasema Mungu, kama ulivyombariki huyu mtu kwa huyu ndugu, nibariki. Mbingu inaangalia. Alafu ghafla unashangaa tu, tulikuwa tunaongea vizuri tu, tukaanza kugombana, eti kaniacha. Sacrifice. The world is not fair. Dunia haina usawa. Wewe kaa tu umetoa mimacho hivyo. Mfalme wa Moabu akasacrifice. Mbingu ikawa provoked. Angalia Zaburi ya 51 mstari wa 17. Zaburi ya 51 mstari wa 17. Oh my Lord.
Jamani, muda wangu huu 51:17 anasema dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Kafara yoyote inaanza na moyo uliovunjika. Ndio maana nikwambia sadaka ni ibada. Nafasi ya moyo inaanzia moyoni. Kama haiko moyoni haina matokeo. Sadaka ya mwisho kwa leo. Sadaka ya miradi. Sadaka ya miradi. Wewe andike hivyo, sadaka ya miradi. Offering for projects. Sadaka ya miradi. Hii ni sadaka maalum kwa ajili ya kazi ya ujenzi, kazi ya maendeleo au mahitaji ya kazi ya Mungu. Na iko kibiblia. Nikuonyeshe maandiko haraka haraka afu nimalize. Angalia pale. Kitabu cha Kutoka 35:29. Musa anajenga hekalu. Kutoka 35:29. Nini kinatokea? Angalia pale. Anasema hivi, wana wa Israeli wakaleta sadaka ya kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda, wote waume kwa wake, ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapenda kuleta kwa kazi hiyo. Kwa hiyo walitoa kwa kazi ya kujenga madhabahu. Hii kazi nimemwambia tunajenga Kibosho Road. Kwa wengine patakuwa ni mahali pa kucheza, kwa wengine ni game changer. Mahali pa mabadiliko. Bwana asifiwe. Nimeshuhudia watu wengine ambao sio washirika wa MTBC wanaenda pale kanisa, pale kwenye kiwanja kuomba. Wakiomba wanaleta sadaka. Wameona nini kwenye ulimwengu wa roho? Bwana asifiwe sana. Angalia kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 29, utasoma kwa wakati wako nyumbani kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 9. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29, 1 mpaka 9, nazungumza sadaka ya miradi. Tumeitaga ahadi kwa muda mrefu, kwa hiyo watu wakabweteka ahadi. Sadaka. Angalia pale. Anasema kisha Daudi, wakati huu Daudi alikuwa anamuasa mtoto wake, anampa usia wa mwisho. Anamwambiaje? Anamwambia hivi, kisha mfalme Daudi akaliambia kusanyiko lote na mwanae Suleimani. Akamwambia hivi, mwanangu Suleimani ambaye Mungu amemchagua peke yake, bado ni mdogo na ni mororo. Nayo kazi hii iliyoko kubwa mbele yake ni kubwa. Yaani kanisa naenda kujenga ni kubwa. Anasema ni kubwa kwani nyumba hii ya enzi, yani ina enzi, si kwa mwanadamu ila kwa Bwana Mungu. Alafu mstari wa 2 anasemaje? Akasema hivi. Akasema basi kwa uwezo wangu mimi, huyu ni Daudi anasema, nimeweka akiba nyumbani, nimeiwekea akiba nyumba. Yaani alitoa sadaka kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Nimetoa dhahabu kwa vitu vya dhahabu, fedha kwa vitu vya fedha, shaba kwa vitu vya shaba, chuma kwa vitu vya chuma, na miti kwa ajili ya miti, vito vya shohamu na vya kujazia, vito vya njugu na rangi mbalimbali za mawe ya thamani ya kila namna na marimari, yani marumaru, vigae na kila kitu. Wewe umetoa nini kwenye hii nyumba ya Bwana? Mwenzako anajenga madhabahu kijijini kwao kwa kupeleka sadaka. Anasema mwezi huu Disemba mimi nitalisha nusu ya chakula chote mtakachotumia wakati ya sherehe za kifamilia. Wewe umeleta shilingi 25,000, 50,000. Alafu unasubiri utagombana naye, utashindana kule. Mwenzako kalisha nusu kwenye sherehe ya tambiko ya kifamilia. Anaiimarisha madhabahu ile kwa nusu ya chakula cha kafara. Mimi sasa sidharau sadaka yako, lakini nakwambia jitafakari. Jitafakari unachokifanya. Tafakarini utoaji wenu. Anasema haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, kuna baraka hamtaziona. Kama kuna mtu anajenga mwenyewe nyumba ya ibada ya Mungu wake, mtu mmoja. Nionyeshe matajiri wa Kikristo leo wangapi ambaye anasimama peke yake, anasema mimi peke yangu najenga kanisa. Show me. Na wauliza, nionyesheni. Hatuna matajiri wa Kristo. Na ndio maana tutaendelea kulalamika, utajiri utabaki kwa watu wengine. Kwetu wa Kristo hautakuja. Mtu inafika siku ya ibada yao kwa Mungu, anachinja nusu, analisha kijiji kizima.
Mwenzako akiwa anachinja anasema napeleka sadaka. Sio umesikia maneno yao, napeleka nini? Na nyewe mkizipata mnakula tu, mnasherehekea. Unashinda kubika, unakula sadaka nani? Ya mwenzako. Mwenzako katoa sadaka, unakula sadaka ya kwake. Wewe unakula vya mwilini, mwenzako anavuna vya rohoni. Alafu akiwaleta kwenye chakula hicho kawekea beseni hapo, nyote mnanawa, maji yanaanguka pale, anasema maji yasimwagike hata tone. Yapelekeni ndani. Ulishawahi kujiuliza kule ndani anapeleka kufanya nini? Mimi nawauliza maswali magumu. Huyu mtu mchawi. Kuwa na wewe mchawi kwa Mungu wako. Kama ni rahisi. Watu wamejua namna ya kuzihudumia madhabahu za miungu yao. Na miungu yao inawapa kutawala. Sikiliza, hizi habari za kufanikiwa. Hakunaga Mungu mwenye nguvu. Ila kuna Mungu ambaye madhabahu yake ndio ina nguvu. Madhabahu inayohudumiwa ndio ina nguvu. Inaweza ikawa ya mpagani. Kuna nafasi za uongozi mtazitafuta na hamtazipata. Mwenzenu ana sacrifice. Mwenzenu analala makaburini. Mwenzenu anafanya. Wewe hutazipata. Mkesha wenyewe ukiambiwa hapa ninatangaza mkesha kuanzia Ijumaa wiki ijayo. Utashangaa hapa. Vijana watakao kuja kukesha, by the way, Ijumaa ijayo ni mkesha wa vijana. Utashangaa hapa watakuja vijana 50 na ambao hawajaolewa wengi. Waume zao ambao mahusiano yao mabovu wengi, wanadungunyuliwa kila siku wengi. Afu wanadhani vitu vitatokea automatic, viende hivyo. Jamani, nimevuta muda sana. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamenielewa? Wangapi mmebarikiwa? Wangapi tuko tayari kwenda kwenye level nyingine ya utoaji? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nilikuwa nikusomea habari za mtu mmoja anaitwa Daudi alipoenda kutoa katika shamba la Arauna. Amefika mahali pale, Arauna anamwambia nitakupa kila kitu, tolea Mungu wako sadaka. Daudi anasema siwezi kumtolea Mungu sadaka isiyo ni gharimu. Wewe mara ngapi unatoa sadaka isiyo kugharimu? Sema Bwana Yesu, leo hii ninabadilisha utoaji wangu. Leo hii sema ukiamini ninaingia katika namna nyingine ya kuona utoaji kama lango la kufanikiwa kwangu, kama lango la kuinuliwa kwangu. Mungu, gusa moyo wangu. Ondoa ugumu, ondoa ukaidi, ondoa uchoyo. Nikomboe Bwana na roho ya uchoyo. Nitoe Bwana mahali ambapo adui amenitazamisha hofu, mashaka, wasiwasi na kujiona nitaishiwa na kufilisika kwa sababu ninatoa katika kazi yako. Nisaidie Bwana niweze kutoa kwa uaminifu katika jina la Yesu. Mpe Yesu makofi. Haleluya.